Gani ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu pendwa ya Sanctuary. Langu jina ni ndugu Baraka David. Ninakualika katika vipindi vizuri na mwendelezo wa vipindi mbalimbali ambavyo vitakuwa vinazungumzia matukio ya siku za mwisho. Ninakualika tupate kuomba tunapoenda kutazama somo hili la leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi ambayo umetupatia. Tunapoenda kutazama maandiko yako matakatifu na kufungua kurasa za maandiko matakatifu, tusaidie mimi pamoja na mtazamaji wangu kuelewa neno lako. Hivi ndivyo tukuombavyo kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu mpenzi mtazamaji, unaweza ukaangalia na kutazama mahali pote kutuzunguka namna ulimwengu wetu unavyoenda kasi katika mmomonyoko wa maadili, kasi katika hali ya wasiwasi, katika habari ya kisiasa na kiuchumi. Tunaweza tukaona namna ambavyo ulimwengu ni kana kwamba haujakaa stable hivi katika hali yake. Hivi ndivyo ambavyo tunaelekea katika miisho ya ulimwengu, taratibu kwa uhakika. Na nyakati fulani si taratibu tu, tunaweza tukaona mambo yanaenda kwa kasi sana kuelekea katika miisho ile. Na ndugu mpenzi mtazamaji, tupo katika pambano la zama zote, pambano kati ya wema na uovu. Kristo akiwa ni kiongozi wa wema na shetani akiwa kiongozi wa ubaya wote ambao unaweza ukatendeka na kuonekana katika ulimwengu huu. Pambano hili ndugu mpenzi mtazamaji limeendelea kudumu kwa takriban miaka 6,000 tu. 6,000. Na kadiri tunavyokaribia miaka hii, miisho ya miaka 6,000 ya pambano kuu kati ya wema na uovu, ambalo pambano hili lilianzia katika nyua za mbinguni. Ndugu mpenzi mtazamaji, tunaweza tukaona uwiano kadiri tunapokaribia miisho ya miaka hii 6,000, ndipo hali ya ulimwengu inazidi kuwa mbaya zaidi, kuzoofu zaidi. Uchumi unakuwa katika hali ya kutetereka. Hali ya kisiasa, tunaona namna ambavyo mapigano yanaweza kuonekana kila mahali, kila sehemu. Ukiziba huku panatoboka huku, ukifanya hivi panakuwa hivi, kana kwamba ulimwengu unalia amani na salama. Lakini kiuhalisia hatupo katika wakati wa amani wala hatupo katika wakati wa usalama. Tumaini letu lipo katika kuchunguza maandiko peke yake na kukaa katika mstari ule ambao Bwana anatamani tukae. Ndugu mpenzi mtazamaji wangu, ninatamani nikualike katika nyakati hizi tunapoona hali ya sintofahamu katika ulimwengu huu. Je, Bwana yeye amenyamaza kimya? Pale ambapo ulimwengu unakaribia kupokea hukumu za Bwana kwa kukataa rehema zake za muda mrefu, na kwa kadiri rehema za Bwana zinapokuwa nyingi na kusii rehema za Bwana zinapoongezeka, badala mwanadamu kurudi na kutubu, mwanadamu ndipo anadharau wema na rehema za Mungu, anaendelea kutenda uovu. Na Biblia imesema hichi kitu katika kitabu kile cha Mhubiri 8 na fungu lile la 5. Tunaweza tukaona katika kitabu cha Mhubiri 8 fungu lile la 5, kitu ambacho kinazungumza kinashangaza kweli. 8 na fungu lile la 5, fungu la 11 kumrazi ndugu mpenzi mtazamaji, anasema kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi, mioyo ya wanadamu hudhibitika ndani yao ili kutenda mabaya. Anasema kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi, ndivyo ambavyo mioyo ya wanadamu hudhibitika katika kutenda mabaya. Kadiri rehema za Bwana zinavyozidi kuwa nyingi na kusii zinampa mwanadamu muda wa kutubu na kumrejea Bwana, mwanadamu yeye anazidisha uovu, anazidisha hali ya kutokumpenda Mungu na kutokujali mambo matakatifu. Ndivyo ambavyo rehema za Bwana zimekuwa siku zote. Lakini je, tunapoelekea katika miisho ya dunia, tunapoelekea katika ukomo wa miaka 6,000 na kuanza miaka 1,000 ya milenia, je, ndugu mpenzi mtazamaji, hukumu za Bwana zinapokuja katika ulimwengu huu zitakuja kisirisiri? Je, zitakuja kimya kimya kwamba wanadamu hawatojua kwamba hukumu za Bwana zinakuja? Je, tuna mifano kama hiyo kwenye Biblia? La hasha. Siku zote Bwana anapoleta jambo lake, hukumu za Bwana zinapokuja katika ulimwengu au katika jamii husika, tutaona hata kwenye mifano kwenye Biblia, Bwana huwa anatanguliza taarifa. Bwana huwa analeta maonyo kwanza kabla ya tendo hilo kutokea. Tunapokaribia ukomo wa miaka 6,000 ya pambano kati ya wema na uovu, Bwana anayo taarifa juu yetu. Bwana analo onyo tena juu yetu ili kumcha yeye. Hem, tusome katika kitabu cha Amos 3:7 tupate ushahidi. Je, Bwana huwa anatoa taarifa au hatoi taarifa? Je, katika zama zilizopita Bwana alitoa taarifa kabla ya hukumu au hakutoa? Na kama tunatarajia hukumu tena katika ulimwengu huu wa leo, ni hakika Bwana atafanya vivyo vivyo kama alivyofanya hapo awali.
Ninasoma katika kitabu cha Amos 3 mstari wa 7, unaweza kutazama katika screen yako hapa. Anasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Ndivyo nabii Amos anaandika katika Amos 3:7. Tena anasema hakika. Unajua mtu anaposema hakika anakupa assurance. Anasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hiyo tunatazamia hukumu za Bwana katika ulimwengu ambao umekataa rehema zake, lakini Bwana hatofanya mambo haya kwa siri siri. Hakika atatufunulia, hakika atatuelekeza nini ambacho kitakuja mbeleni. Na katika kile cha Misali 22 fungu la 3 anasema, wenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele na kuumia. Hata Mithali pia inatushuhudia, utaona kwenye screen yako tafadhali, hata unaweza kufungua Biblia yako kufuatana pamoja nami. Mithali ndivyo anavyosema. Kwa hiyo ni jukumu letu kukaa kwenye kundi la wenye busara au watu wajinga. Bwana yeye anafunua. Bwana hajapofunua, tunapaswa kujiandaa kwa kile ambacho kinakuja mbeleni. Tunaangalia mifano bora kama tulivyoambiwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:11. Mambo haya yameandikwa kwa jinsi ya mifano kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho ya zamani. Sasa tuiangalie mifano yenyewe katika Biblia. Katika kitabu cha Petro wa pili na fungu la 5, la 6 na la 7. Kuna mifano kabisa tunaona. Kwanza, mfano wa kwanza ni Sodoma na Gomora, na mfano wa pili tutaona watu walioishi kabla ya gharika. Na lengo letu, kumbuka, ni kuangalia, je, kabla ya hukumu kumwaga, kabla ya ghadhabu za Bwana kumwaga katika ulimwengu, je, Bwana huwa anatoa taarifa? Kwa sababu Amos ametuthibitishia katika Amos 3:7. Je, Bwana huwa anatoa taarifa? Tuangalie katika kitabu cha Petro wa pili mstari ule wa 5. Tunaweza tukaanza na mstari wa 4. Anasema, kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ile hukumu. Na anasema, wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki, na watu wengine 7, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wasiomcha Mungu. Zingatia, juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Kwa hiyo katika kipindi kile cha zama za gharika, kabla ya gharika ijaja, Bwana alimtuma Nuhu kama mjumbe wa haki na alitanguliza onyo kabla ya gharika. Kwa hiyo siku zote tumeona katika mfano wa kwanza, Bwana alimtuma Nuhu mjumbe wa haki kuwaambia ulimwengu wa kipindi kile kabla ya gharika kwamba walipaswa kumcha Mungu na kumtukuza. Kwa lugha nyingine, walipaswa kuacha tabia zao na matendo ambayo hayamchi Bwana. Lakini waliposikia takriban miaka 120 Nuhu mjumbe wa haki anafanya kazi hii, na Nuhu alipokuwa akijenga safina ili hali anahubiri, anajenga safina huku anahubiri, na mwisho wa siku rehema za Bwana zijapokataliwa, ndipo tunaona kile ambacho kilitokea ni kugharikishwa kwa ulimwengu wa zama zile. Kwa hiyo Amos 3:7 anaposema kwamba Bwana Mungu afanye jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii, yuko sahihi, kwa sababu mfano wa kwanza tumeona kabla ya gharika Nuhu mjumbe wa haki alitumwa. Vipi kuhusu Sodoma na Gomora? Anaendelea kusema hivi. Anaendelea kusema katika fungu lile la 6. Tena aihukumu miji ya Sodoma na Gomora. Mifano mingine. Aihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akipindua na kuifanya majivu. Sikiliza ili mwisho anavyosema, akaifanya iwe ishara kwa watu watakao kuwa hawamchi Mungu baada ya haya. Kwa hiyo Bwana anasema alihukumu miji hii miwili, na ni familia sana. Sisi tunafahamu juu ya Sodoma na Gomora, ilikuwa ni visa vinavyosikika sana, wahubiri wengi, watu wanavitaja. Visa hivi vimekuwa masikioni mwetu kana kwamba ni jambo la kawaida, ila Biblia inasema Mungu alihukumu miji ya Sodoma na Gomora, na akasema akaiweka kama ishara, ili wale watu ambao wataishi maisha yasiyomcha Mungu waende katika visa vya Sodoma na Gomora wajifunze, waende katika visa vya habari ya gharika tujifunze. Kwa hiyo kabla Sodoma na Gomora haijaangamizwa, Lutu alikuwa na kazi ya kuwaonya wakazi wa mji wa Sodoma na Gomora. Kwa hiyo kabla Sodoma na Gomora haijaangamizwa, Lutu alitumwa, na kabla ya gharika Nuhu aliye mjumbe wa haki alitumwa. Kwa hiyo Amos 3:7 anasema hakika Bwana Mungu hatofanya neno lolote pasipo kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Je, katika zama zetu hizi
tunapoelekea katika ukomo wa miaka 6000, tunaona harakati zinazoendelea, namna ambavyo jamii ya wanadamu inaingia katika vilindi vya utovu wa nidhamu, vilindi vya upotevu wa maadili. Tunaona namna ambavyo taifa linaondoka kupigana na taifa. Tunaona namna ambavyo njaa inavyokumba mataifa ambayo yapo kwenye vita. Tunaona namna ambavyo upendo wa watu wengi, hali ya vurugu katika kila jamii. Hata sisi Oktoba tuliona namna ambavyo kipindi cha uchaguzi vurugu ilitokea katika nchi yetu, katika miji mikubwa vurugu. Ndivyo ambavyo tunapata mionjo pale ambapo wanadamu watafika hatua ya kukanyaga sheria ya Mungu, na hili ndio pambano kubwa la zama zote. Pambano katika sheria za Mungu. Wanadamu watakapofika mahala wamekanyaga kikamilifu sheria na amri za Mungu. Katika Zaburi ile ya 119 fungu la 126 anasema, wakati umewadia Bwana kusimama, kwa maana wameitangua sheria yako. Kwa hiyo wakati ambapo watatangua sheria kikamilifu, Bwana atasimama. Ulimwengu utakuwa katika hali ya sintofahamu, na ndipo ambapo Bwana anatoa onyo leo kabla ya siku kuu ile ya Bwana kuja. Je, umejiandaaje ndugu mpenzi mtazamaji? Bwana anatoa taarifa sasa kupitia ujumbe huu ya kwamba tupo katika wakati wa mwisho. Bwana anasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na bahari na chemichemi za maji. Ndugu mpenzi mtazamaji, ni wito wa Bwana leo katika mfululizo wa vipindi hivi, na kwa wakati mwingine tena tutakapoendelea kujifunza, Bwana anakuita kuzitazama sheria na kanuni zake kikamilifu na kuziishi sawasawa na Bwana anavyohitaji. Leo ni siku yako ya kufanya uamuzi, kuchukua Biblia yako, kusoma na kuamua kumfuata Bwana kikamilifu. Langu jina ni ndugu Baraka David. Ninakukaribisha katika mwendelezo mwingine wa vipindi vizuri vijavyo. Ninakualika tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi uliyotujalia. Asante kwa somo hili. Endelea kutufundisha, kutufunulia tuweze kuelewa yale ambayo unahitaji tuyaishi katika maisha haya. Ndivyo nikuombavyo kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen.